Bima Pub, urahisi wa maisha. Tumekutana leo kwa ajili ya kuelezea kazi kubwa ambazo sisi mfuko wa mawasiliano tumetekeleza hasa katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita. Mradi wa kimkakati wa ujenzi wa minara 758 ya mawasiliano. Mradi huu tumeanza kutekeleza mwaka 2023 na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais alishuhudia utiaji saini wa mikataba ile ambapo tulikubaliana na watu wa huduma Tigo, TTCL, Vodacom na Halotel na Airtel kujenga minara hiyo 758 kwenye kata 713 nchini na minara wilaya 127 katika mikoa yote ya Tanzania, mikoa 26. Na kwenye mradi huo ukichukua kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, ukichukua kwenye maeneo yote hayo 758 unaenda kukuta inaenda kunufaisha zaidi ya Watanzania 8.5 milioni. Kwa mradi huu unaenda kuwanufaisha wenzetu wa Tanzania ambao huduma ya mawasiliano aidha ilikuwa ni hafifu au ilikuwa hakuna kabisa, 8.5 milioni. Mwaka jana Julai 2024 Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa uchumi wa kidigitali, na kwenye ule mkakati wa uchumi wa kidigitali una nguzo 6. Na nguzo ya kwanza ni digital infrastructure, ambayo hiyo digital infrastructure imegawanyika kwenye soft infrastructure ambayo ni mifumo ile, alafu na hard infrastructure ambayo sasa ndio hii minara, mikongo yote inadondokea hapa. Sambamba na hilo hii nilielezea zaidi ni upande wa Tanzania bara, hiyo minara 758, lakini na upande wa Zanzibar tulitekeleza mradi wenyewe. Tulianza mwaka Januari 2022 na ule mradi ulikuwa kujenga minara 42 Zanzibar ambayo ilikuwa inafika kwenye shehia 38 zilizonufaika na mradi ule. Na huo mradi uligharimu kiasi cha shilingi 6.9 bilioni. Mradi ule ulikamilika na unatoa huduma kwa wananchi wa Zanzibar. Na lengo la serikali kwamba kila Tanzania aweze kupata huduma ya mawasiliano. Tunataka mwananchi anayelima mpunga kule Sumbawanga akitaka kuuza mchele Kariakoo aweze kuaccess soko la Kariakoo akiwa kule. Tunawashukuru, na kwa sababu tumekaa leo tulikuwa tunasikiliza dozi, na kwa sababu nami ni sehemu ya wanaohudhuria hii mikutano leo, kwa kweli maswali ya kisayansi zaidi imeulizwa. Kwa hii kwenu ni mafanikio, msione ya kwamba inakuaje, lakini jukwaa la wahariri tutaendelea kushirikiana nanyi mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa maslahi ya taifa letu, ili tuone yale mapinduzi halisi ya kidigitali kuelekea uchumi wa kidigitali. Mungu awabariki sana. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.